Asante sana Nelson Munema. Na mtazamaji, nikukaribisha katika habari za michezo na burudani. Utakuwa nami Pauline Mvungi nitakaye kuangazia habari hizi. Karibu. Katika kuunga mkono jitihada za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan za kuhamasisha Watanzania kushiriki utalii wa ndani, mwanariadha wa kimataifa kutoka Njombe Transfora Ngibuchi ameahidi kuitangaza vyema hifadhi ya taifa ya Kitulo kupitia mashindano ya Kitulo Garden Marathon yanayotarajiwa kufanyika Mei 2 mwaka huu. Taarifa zaidi na Michael Patrick. Ngibuchi ambaye ni mshindi wa mbio ndefu za kimataifa zilizofanyika Uingereza mwaka 2022 ametoa kauli hiyo mkoani Njombe alipomtembelea mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya mashindano hayo yanayotarajiwa kukutanisha wanariadha kutoka ndani na nje ya nchi. Baada ya kushinda ile mbio ya Uingereza nilipata dola 35,000. Nikamaliza ujenzi wa nyumba ya wazazi wangu nyumbani. Ninawakaribisha wanariadha wote walioko nchini Tanzania, wale wa kimataifa na wa kitaifa, waje washiriki marathoni hii, lakini sitakubali namba 1 iende kwa mtu yoyote yule. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amepongeza hatua hiyo ya kuwepo kwa mashindano ya Kitulo Garden Marathon kuwa ni fursa muhimu ya kuitangaza vyema Njombe kiutalii. Nimekuwa rais wa shirikisho la riadha ya Tanzania kwa vipindi viwili. Kwa hiyo ni kitu ambacho mimi mwenyewe ushiriki wangu utakuwepo. Manake ni wakati ambao mkoa wa Njombe utakuwa na wageni wengi ambao watakuwa wamekuja kwa ajili ya sherehe za Mei Mosi na kupitia mbio hiyo watapata fursa ya kwenda kwenye hifadhi kubwa ya Kitulo. Ni mbio ambayo itatusaidia kutangaza kwanza hifadhi yetu ya Kitulo. Mashindano ya Kitulo Garden Marathon yanatarajiwa kufanyika ndani ya hifadhi ya taifa Kitulo, ambayo ni hifadhi iliyoshinda tuzo ya kimataifa ya utalii mwaka 2025 kama eneo bora la ufungate barani Afrika. Ndani ya hifadhi ya Kitulo mwamko tunakwenda vizuri. Tunashukuru Mungu kwamba katika website yetu watu wameanza kujoin na pia simu tunapata nyingi. Kwa hiyo tunazidi kuwaomba wale ambao bado hawajapiga simu waendelee kupiga simu. Kutoka mkoani Njombe, mwanamichezo wako Michael Patrick, Channel 10. Katika kuhamasisha vijana wa Tanzania kuwa na utamaduni wa kutembelea vivutio vya ndani vya utalii, kampuni ya Black Fox Models ambayo inajihusisha na kusimamia na kuandaa matukio mbalimbali ya ubunifu wa mavazi imeandaa Kanga Fashion Day, ikiwa ni mahususi kwa ajili ya kutangaza na kuhamasisha utalii wa ndani kwa vijana. Akizungumza wakati wa mahojiano maalum na Channel 10, mkurugenzi wa Black Fox Models Atu John Maina amesema kuwa ni muhimu kuenzi utamaduni wa vazi la kanga kwa vijana na kuhamasisha utalii wa ndani, kwani tukio hilo linatarajiwa kufanyika hifadhi ya Pugu wilayani Kisarawe. Kuna designer mmoja wa nje aliwahi kufanya collection kutumia vitambaa vya Kimasai na akauza kuliko hata sisi wenyewe ambao tuna Wamasai. Sasa nataka kwa kanga tujaribu tuanze kuemphasize madesigner wa Tanzania, wa Afrika wapende kutumia kanga, na pia wa Tanzania make ili designer atengeneze vitu vya kanga inamaanisha kwamba na wa Tanzania especially vijana, nataka sana vijana waanze kuzoea kuvaa kanga. Target ya kwanza ni vazi la kanga, target ya pili ni kujaribu kuhamasisha vijana wapende utalii wa ndani. Tunaita fashion tourism. Fashion tourism kwa Tanzania nadhani iko vizuri, lakini ningependa sana vijana especially mamodo, wana mitindo, wana muziki, na wana muziki wanajitahidi vile vile ile kuwa tunakuwa tunatumia vivutio vyetu vya kitalii kufanya mambo yetu ya fashion. Kwa hiyo pale tunapoenda saizi huko Pugu ni sehemu ambayo ni nzuri sana. Chama cha soka mkoa wa Geita Gerefa kimezitaka timu zote zinazoshiriki mashindano yaliyo chini ya vyama vya soka vya wilaya mkoani humo kuhakikisha zinatumia makocha waliopata mafunzo ya ukocha na wenye sifa zinazotambulika. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Mrisho Sadiki. Maagizo hayo yametolewa na mjumbe wa kamati tendaji ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kanda ya 5, ambaye ni mwenyekiti wa chama cha soka mkoani Geita Salum Kulunge, wakati akifunga kozi ya ukocha mkoani Geita, ambapo makocha 48 wamehitimu kozi ngazi ya diploma D. Ligi ya wilaya, kwa nini tuwe tuna watu ambao hawana vyeti, ambao hawako qualified? Kwa hiyo naitoa hii kama amri ya
kanda yangu kuhakikisha kwamba tunawatumia makocha. Katibu wa chama cha soka wilaya Geita Shafii Mwenyimvua amesema mafunzo hayo ni mwendelezo wa mafunzo yaliyofanyika hivi karibuni ya ukocha ngazi ya grassroots ambapo makocha 57 walihitimu, na kwamba mafunzo ngazi ya diploma D yatakwenda kuimarisha soka la Geita na kanda ya Ziwa. Tumemaliza tukiwa na washiriki 48, washiriki 45 wakiwa ni wa kiume na washiriki 3 wakiwa ni wa kike. Kwa upande wetu sisi kama chama, kwanza tuna furaha, tumefanikiwa kwa kiasi kubwa. Halikuwa jambo dogo, halikuwa jambo zito. Kozi itaenda kutusaidia sana kwa sababu tulikuwa ni makocha ambao hatuna vyeti. Hii kozi itakuwa ni msaada, tutaweza kutrain watoto kwa matendo ya kisasa zaidi. Tulikuwa tumejenga mazoea ya kufundisha, lakini kumbe ndani ya ufundishaji tuliokuwa nao kumbe sio sahihi. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Bondia Ismail Boyka kutoka Pugu Mnadani atapanda ulingoni kuzichapa dhidi ya Sadik Abdulaziz wa Ulongoni katika pambano la punch kwa heshima 21 Machi Kinesi jijini Dar es Salaam. Akizungumza wakati akiendelea na maandalizi yake, bondia Ismail Boyka amesema mpinzani wake amevamia treni, hivyo ajiandae kwa kipigo yeye ambaye amejipanga kufuta makosa aliyowahi kuyafanya katika mapambano yake yaliyopita. Kazi afu niko fiti. Mimi yule mwanajeshi anayepambana kila anapokuwa na kazi. Ndio mimi. Kwenda kumwambia Sadik Abdulaziz, "Umua. Kaona mimi nakutafuna usikate na kisu." Hatuna kuongea mengi sana, ila sisi tunajua kufanya kazi. Kama kaida yetu, kazi tunaifanya na watu wanaiona. Maandalizi makubwa kama unavyomwona bondia hapo. Bondia anaingia kichakani kufanya kazi. Hawezi akitoka lazima aje na nyama. Mimi kwanza nitakwambia Sadik Abdulaziz, Sadik Abdulaziz. Saada Abdulaziz nimembatiza. Saada Abdulaziz. Wewe Sadik. Kazi nayo. Mwanariadha Brigid Kosgei, raia wa Kenya, ameweka rekodi mpya baada ya ushindi mkubwa katika mbio za Tokyo Marathon. Mwanariadha huyo mwenye umri wa miaka 32 alimaliza mbio hizo kwa muda wa saa 2 na dakika 14 na sekunde 29, zaidi ya dakika 2 mbele ya Bertukan Welde wa Ethiopia ambaye alikuwa wa pili kwa muda wa saa 2 na dakika 16 na sekunde 36. Rekodi ya awali ya dunia ilikuwa ni ya muda wa saa 2 na dakika 15 na sekunde 55 iliyowekwa na mshindi mara 2 wa Tokyo Sutume Asefa Kebede mnamo 2024. Kosgei ambaye alishinda medali ya fedha za mbio za marathon kwa Kenya kwenye michezo ya Olimpiki ya Tokyo mnamo 2021, huku akitajwa kwenda kuiwakilisha Kenya nchini Uturuki na kwenye michezo ya 2028 Los Angeles. Katika mbio za wanaume, Tades Takele wa Ethiopia alitetea taji lake baada ya kumaliza kwa msisimko na Wakenya wawili Geoffrey Toroichi na Alexander Mutiso Munyao. Na mtazamaji, huo ndio mwisho wa habari za michezo na burudani. Kurudishe kwake Nelson Mwonema apate kuhitimisha habari ya kutwa nzima leo hapa Channel 10 Plus. Ulikuwa nami Pauline Mvungi, asante.